Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kwa sasa makumi ya meli yameanza kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, idadi hiyo bado iko chini ya wastani wa kabla ya mzozo, ambapo takribani meli 138 zilikuwa zikivuka kila siku. Kutokana na hali hii, Iran na Oman zinajadili utaratibu mpya kusimamia katika lango la bahari la Hormuz. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wamekutana na waziri wa mambo ya nje wa Oman Badri Hamad Al Busaid kujadili utaratibu mpya wa kusimamia lango la bahari la kimkakati huko Hormuz. Ghalibaf ambaye aliwasili Muscat Jumatatu jioni baada ya mazungumzo ya Uswisi na ujumbe wa Marekani, anaongoza ujumbe wa Iran katika mashauriano ya pamoja na maafisa wa Oman kuhusu usimamizi wa lango la bahari. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Oman, pande hizo mbili zimejadili ushirikiano wa pande mbili na uhusiano mzuri na ujirani mwema na kuchunguza njia za kukuza uhusiano kwa maslahi ya pande zote. Waziri wa mambo ya nje wa Oman ametangaza kwamba katika mkutano wake na Ghalibaf na Araghchi, pande mbili zimefanya majadiliano yenye kujenga kuhusu vifungu vya mkataba wa maelewano uliosainiwa na Tehran na Washington, hasa masuala yanayohusiana na lango la bahari la Hormuz. Msisitizo wetu ulikuwa katika kutetea sheria za kimataifa na kuhakikisha meli zinapita salama, amesema Badri Al Busaid. Pande zote mbili zimesisitiza umuhimu wa kutumia fursa ya sasa ya kidiplomasia kuunga mkono juhudi za amani na kuimarisha utulivu wa amani na uchumi kwa kuzingatia kanuni za sheria za kimataifa na ujirani mwema. Iran na Oman zimesisitiza kwamba ushirikiano huo utazidisha fursa za kupunguza misukosuko na kulinda usalama wa kikanda pamoja na usalama wa baharini katika lango la bahari la Hormuz na njia za maji za kimataifa. Ziara hiyo inakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kikanda kuhusu usalama wa baharini katika lango la Hormuz, eneo la usafirishaji wa mafuta duniani, huku Iran ikitaka kuweka utaratibu mpya baina yake na jirani yake wa Ghuba ya Uajemi. Hata hivyo, mtiririko wa mafuta unaoonekana kwa sasa ni ishara njema kwa ulimwengu, ambapo sasa kwa mujibu wa data mpya kutoka kampuni ya ujasusi ya masuala ya baharini Kepler, takribani meli 172 zimevuka kupitia njia hiyo tangu tarehe 18 Juni, siku iliyofuata kusainiwa kwa makubaliano hayo kati ya nchi hizo mbili. Meli 42 zilivuka siku ya Jumamosi pekee. Hata hivyo, idadi hiyo bado iko chini, lakini takwimu za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha kuwa zaidi ya meli 200 za kusafirisha mafuta zinaonekana kusubiri ndani ya mlango huo wa bahari na kufikia jana Jumanne, huku takribani meli 10 zikiwa zimeanza kuelekea magharibi kuelekea katika Ghuba ya Uajemi. Wakati huo bei ya mafuta ghafi duniani inazidi kushuka siku hadi siku hadi kiwango chake cha chini zaidi tangu vita vilipoanza. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii inapelekea hali ya uchumi kuanza kutengemaa, lakini pia baadhi ya wataalamu wakisema kwamba uchumi hauwezi kutengemaa kwa muda mfupi kama ambavyo wengi wanatazama, na hata bei ya mafuta katika nchi nyingi duniani haiwezi kushuka kwa ghafla kama ambavyo ilivyopanda, kutokana na kwamba bado utiririshaji wa mafuta na gesi bado ni mdogo, na kwamba mategemeo ni kwamba baada ya mwezi mmoja hali inaweza kutengemaa, lakini haitakuwa kama ilivyokuwa kabla ya vita. Na hii ni kutokana na kwamba baadhi ya miundombinu ya mafuta na gesi imeripuriwa katika kipindi cha vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.